Umebaki muda mfupi kabla wekundu wa Msimbazi Simba kuteremka dimbani kucheza dhidi ya Stade Malien katika mechi atakayocheza ugenini kule nchini Mali, ambapo matarajio ni kuona katika siku hii Simba wakiwaziba midomo wale ambao tayari wameshaanza kuongea mengi baada ya kupoteza katika mchezo wa kwanza watu wa makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-2026. Inafahamika vizuri kwamba katika mechi ya kwanza kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba walianza na mguu mbaya katika michuano hii hatua ya makundi kwa kupoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Ni mechi ambayo ilikuja kuibua maneno mengi, na hasa baada ya meneja Dimitar Pantev kuanza na kikosi ambacho kilionekana kwenye makaratasi. Baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, dhidi ya Petro Atletico ambayo yenyewe ilipanga vivyo hivyo. Lakini kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wale waliokuwa mbele wote walikuwa na asili ya kuwa sio washambuliaji vinara, yani ni viungo tupu. Kwa lugha nyingine, alikuwa na wachezaji 6 ambao wote ni viungo katika kuanza kwenye kikosi chake. Matokeo yake kukawa na maneno mengi kwamba meneja Dimitar Pantev, benchi la ufundi la Simba kwa ujumla limechangia kutofunga bao katika mchezo huo kwa sababu halikuanza na mshambuliaji wa kiasili. Lakini ni katika mchezo ambao Simba wakati wameanza na viungo 6 walitengeneza hatari nyingi zaidi. Ndio kwa sababu hata baada ya mabadiliko katika kipindi cha pili kuingia kwa striker Jonathan Soa katika dakika 53, Simba nafasi zikawa haba za kuzitengeneza. Wakati Simba ikiwa na viungo tupu ilichangia kwa kiasi kikubwa mechi kukamilika ikiwa Simba imetengeneza big chances 3, lakini haikuzitumia, bahati mbaya sana katika mchezo huo. Wakati Petro Atletico hawakuwa na nafasi hatarishi, ingawa walifunga bao ambalo lilifungwa na Bernardo kwa mpira wa kudeflect beki Rushain De Reuck na kumchanganya golikipa Yakub Suleiman. Mwisho wa siku Simba wakapoteza kwa bao 1-0 katika mechi ambayo lau kama nafasi walizojitengenezea wenyewe wangezitumia, pengine wangestahili kushinda wala hata sare. Morris Abraham ni miongoni mwa wale walipata nafasi nzuri za kufunga, akipokea mpira kutoka kwa Joshua Budo Mutale. Alianza kama mshambuliaji bandia false 9 kwa kichwa, mpira ukamkuta akiwa yeye na goli. Morris Abraham bonge la mchezaji mwenye kiwango bora sana, lakini katika siku hii katika kutaka kufunga mpira ukagonga nguzo. Elimpazu Kibisawala katika tukio moja wapo alimpiga chenga mpaka golikipa Hugo Marques wa Petro Atletico, lakini shuti lake likaenda nje. Rushain De Reuck mzuri sana katika kufunga kwa vichwa. Kuna tukio yeye ameruka na mchezaji mwenzake wa Simba akiwa na nafasi ya kuweza kuweka mpira wavuni lau kama angelenga shabaha, lakini mpira ulitoka nje. Ni kwa ujumla tu unaweza kusema haikuwa siku nzuri ofisini, matokeo yake kaibua maneno mengi. Jonathan Soa ingia kipindi cha pili, dakika 53, dakika 37 uwanjani. Mshambuliaji wa kiasili aligusa mpira mara 11, hakupiga shuti lolote la kwenda nje wala kulenga lango. Alikamata offside 1, alipoteza mipira 5. Mwisho wa siku Simba ilipoteza. Lakini leo hii inakwenda kucheza dhidi ya Stade Malien. Maana yake ni kwamba benchi la ufundi linayo nafasi ya kurekebisha pale palipoonekana pana shida. Lakini pia ni nafasi nyingine ambayo wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba watakaopata nafasi ya kuanza, bila shaka leo siku itakuwa tofauti na siku waliocheza na Petro Atletico ya Angola, hasa katika eneo la mwisho, kwamba nafasi zikipatikana wazitumie vizuri. Wanacheza dhidi ya Stade Malien ambayo mechi ya kwanza walipocheza dhidi ya Esperance de Tunis kule nchini Tunisia, wao naweza kusema ilikuwa siku nzuri kwao ofisini, kwa sababu Esperance de Tunis wenyeji walifanya kila kinachostahili, lakini mechi iliisha bila. Jambo pekee ambalo Esperance de Tunis wakiwa wenyeji wakicheza dhidi ya Stade Malien liliwaangusha na mechi kuisha kwa suluhu ni pamoja na tatizo kama la Simba, kwamba walitengeneza nafasi hawakuzitumia vizuri. Esperance wakati wacheza na Stade Malien walitengeneza hizi big chances 5, lakini hakuna hata moja walioibadilisha kuwa mabao. Matokeo yake mechi ikaisha kwa 0-0. Asiyetazama mechi hiyo na kufuatilia kwa undani small details, taarifa ndogo za kujificha, anaweza kusema Stade Malien wako ngangari sana, walifanya makubwa kiasi cha kupata suluhu dhidi ya Esperance de Tunis. Jibu ni ndio. Wakiwa chini ya kocha Maurice Njoya
walifanya kazi kubwa ya kuzuia zaidi. Hata hivyo, waliosababisha suluhu ni pamoja na Esperance de Tunis wenyewe, kwa sababu nafasi walizozipata nyingine zikiwa za wazi kabisa 5 walizipoteza. Mshambuliaji wao wa kimataifa wa Ufaransa mwenye asili ya Ivory Coast, Florian Danyo, alipoteza nafasi 2 za wazi katika mashuti 3 aliyopiga siku hii. Nafasi 2 za wazi alizipoteza. Sio peke yake, katika mfumo wao wa 4-3-3 baada ya golikipa Esperance de Tunis, washambuliaji wao 3 wa mbele wote walipiga mashuti ya kutosha, walipata nafasi ya kuweza kufunga. Mwingine alikuwa ni Abdrahmane Konate, yeye alipiga mashuti 4 akapoteza big chance 1. Lakini mwingine alikuwa Kuseila Bwalia, yeye katika wale 3 wa juu alipata nafasi ya kupiga mashuti 3 lakini hakufunga. Kwa ujumla wale 3 wa juu peke yake walipiga mashuti 10 baada ya kupata nafasi za kuweza kuwadhuru Stade Malien, lakini hakuna hata mmoja aliweza kuweka mpira wavuni. Kwa ujumla Esperance de Tunis kwenye shots walipiga mashuti 24, lakini Stade Malien walipiga mashuti 8. Yaliolenga shabaha wakapiga mashuti 3 yaliolenga shabaha, Stade Malien mashuti 2, mechi ikaisha bila. Kwenye eneo la mwisho, final third, Esperance de Tunis walipiga pasi 223. Kati ya hizo pasi 170 zilifika, wakati Stade Malien katika eneo la mwisho la Esperance de Tunis walipiga pasi 46, zilizofika zilikuwa pasi 21. Kwa ujumla, small details, taarifa ndogo nyingi zinaonyesha kwamba Stade Malien siku hii walikuwa na bahati sana ya kunusurika kwa kipigo, kwa sababu Esperance walitengeneza nafasi nyingi hawakuzitumia, na watu wanaweza kusema haikuwa siku nzuri kwao ofisini, kwa sababu hawa waliokosa mabao ya wazi ndio ambao hufunga sana, ndio ambao huifanya Esperance de Tunis ifanye vizuri katika ligi kuu ya Tunisia, ifanye vizuri katika mechi mbalimbali. Lakini siku hiyo mambo ya kuendea vizuri. Inafahamika sasa, baada ya Esperance de Tunis kucheza dhidi ya Petro Atletico kule nchini Angola na matokeo kuisha kwa sare nyingine, maana yake ni kwamba sasa Simba wana nafasi wazi ya kurekebisha mambo. Watakaposhinda leo hii dhidi ya Stade Malien, maana yake watatimiza pointi 3, lakini wakati huo wanaweza akawa na uwiano mzuri wa mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu hivi sasa Simba wako mkiani baada ya kupoteza kwa bao 1-0. Maana yake tofauti ya mabao ya kufunga na kufungwa, yani goal difference, ni hasi 1. Lakini wanaoongoza hivi sasa ni Petro Atletico, ambao wao katika mechi dhidi ya Simba walishinda kwa bao 1-0. Halafu katika mechi hii dhidi ya Esperance de Tunis wametoka sare nyingine. Kwa hiyo wako kileleni wakiwa na pointi 4. Esperance de Tunis wao wana pointi 2 kwa sababu ya sare 2 walizopata, ile ya bila dhidi ya Stade Malien, na hii waliotoa sare dhidi ya Petro Atletico, sare ya 1-1. Kwa hiyo wako nafasi ya pili, wana pointi 2. Stade Malien ile pointi 1 walipata kwa suluhu dhidi ya Esperance de Tunis inaifanya hiyo ya 3 kwenye msimamo, lakini wakisubiri mchezo wa leo kujua wataendelea kubaki nafasi ya 3 ama watapanda juu, wataipiku Esperance de Tunis endapo watashinda, kwa sababu watakuwa na pointi 4 na watakuwa na uwezo pia wa kuweza kuipiku hata Petro Atletico endapo watapata ushindi mzuri zaidi dhidi ya Simba, jambo ambalo Watanzania wekundu wa Msimbazi Simba hawaliombei. Lakini Simba wakishinda leo hii watakuwa na pointi 3, maana yake watakuwa nyuma ya vinara Petro Atletico, na hivyo kwenye msimamo wa kundi lao la D wala halitishi, nafasi iko wazi kwa kila mmoja, na wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea kucheza kwa maelekezo sahihi ya benchi la ufundi chini ya meneja Dimitar Pantev, ni dhahiri kwamba ni fursa wazi ya kuadhiba midomo wale waliongea sana wakati walipopoteza katika mechi dhidi ya Petro Atletico, na hatimaye kurejea katika mstari sahihi wa kuania kufuzu kwa hatua robo finali ya mabingwa barani Afrika, kwa maana kwamba kwenye kundi inafahamika timu 2 za juu ndizo zinakwenda robo finali. Simba ikienda kucheza mechi hii dhidi ya Stade Malien, namna ambavyo Stade Malien walicheza dhidi ya Esperance de Tunis, ni dhahiri kwamba nafasi wanayo ya kufanya vizuri kule Mali, lakini ikibidi basi asipoteze mchezo. Na kwenye makaratasi Simba wako juu zaidi kuliko Stade Malien. Simba walivyocheza dhidi ya Petro Atletico ni kwamba walikuwa wanafika, ila watumie nafasi vizuri. Wakirekebisha hali hiyo, maana yake wanao uwezo wa kupata matokeo mazuri. Ikumbukwe msimu wa 2022-2023
Simba kwenye michuano hii hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwenye kundi lao walianza vibaya kwa kupoteza wakiwa ugenini kule nchini Guinea wakicheza dhidi ya Horoya, walifungwa 1-0. Mechi ya pili walipoteza tena wakicheza dhidi ya Raja kwa Mkapa, Raja Casablanca ya Morocco, wakafungwa 3-0. Lakini ni msimu ambao Simba walikuja kurekebisha mambo. Walikwenda kucheza dhidi ya Vipers wakashinda 1-0 ugenini kule nchini Uganda. Kwa Mkapa wakashinda tena 1-0 dhidi ya Vipers. Horoya walowafunga Simba 1-0 kule Guinea, walipofika kwa Mkapa wakapigwa 7-0. Kwa ufupi, Simba wakasonga mbele kwenda katika hatua ya robo finali baada ya kuanza vibaya kwenye mechi mbili kuzipoteza. Msimu huu wameanza kwa kupoteza mechi moja, mechi ambayo walichangia wao wenyewe kupoteza kwa sababu walitengeneza nafasi nyingi za kufunga, hawakuzitumia. Sasa leo dhidi ya Stade Malien wakishinda, maana yake tayari watakuwa na mwenendo mzuri katika kundi lao la D, ili mwisho wa siku wawe miongoni mwa timu mbili zitakazosonga kwa hatua ya robo finali. Changamoto mojawapo tukakutana leo hii, matarajio ni kuona kwamba Stade Malien wachezaji wao wengi ni wa umri miaka 25 kushuka chini. Katika kikosi kilichoanza dhidi ya Esperance de Tunis na kuisha kwa bila, wachezaji waliokuwa na umri wa juu ya miaka 25 walikuwa takriban watatu tu. Beki mbili tunazungumzia hapa Abdul Sabur Bode ana miaka 30. Nahodha wao hapa tunazungumzia Mamadou Traore katikati pale katika mfumo wa 4-3-3. Wale watatu wa katikati ndiye nahodha wao Mamadou Traore, yeye ana miaka 26. Lakini mwingine mwenye umri wa zaidi ya miaka 25 ni beki wakati. Hapa nazungumzia Ismaila, beki wakati Ismaila Simpara ana miaka 27, halafu na mshambuliaji wao kinara Zumana Simpara naye ana miaka 27. Waliobaki wote ukiondoa hao unatoka kuwataja, umri wao ni miaka 25 kwenda chini, akiwamo beki wa kushoto Francis Awine, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana mwenye miaka 19. Wapo wachezaji kama beki wao wakati mmoja wapo Babe Diara, yeye ana miaka 22. Lakini katika viungo watatu, yule wa kulia ni ni Ibrahima Kamara, yeye ana miaka 21. Ni baadhi ya wachezaji wao ambao umri wao bado mdogo, chini ya miaka 25. Yupo Osman Kulibali katika washambuliaji wao watatu pale juu. Lakini mchezaji mwingine ambaye anaweza akawa na cha pekee cha kuweza kusumbua mabeki wa Simba wasipojipanga vyema ni mgongoni nambari 34 ambaye ni Tadeus Nkeng Fuakeng, mchezaji wa kimataifa kutoka Cameroon, ambaye yeye ni mfungaji mzuri sana, ingawa katika mechi dhidi ya Esperance de Tunis hakupata nafasi ya kufunga. Kufuzu kwao katika hatua ya makundi walicheza dhidi ya timu ngumu ya FC Nouadhib ya Mauritania. Mechi ya kwanza 1-1 kule nchini Mauritania. Mechi ya marudiano pale Mali, hawa Stade Malien walishinda mabao 2-0. Mabao yote 2-0 yalifungwa na Tadeus Nkeng Fuakeng, mgongoni nambari 34. Walipocheza dhidi ya Esperance de Tunis, walichokifanya ilikuwa ni kuzuia zaidi. Ingawa kwenye makaratasi mfumo wao ulionekana ni baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3, lakini kiuhalisia kwenye kucheza ilikuwa baada ya golikipa walikuwa na watu 6 nyuma, halafu wakawa na viungo 2, washambuliaji 2. Kwenye kucheza kwao wastani wachezaji 2 tu walikuwa wanapatikana katika eneo la nusu ya pili ya uwanja, halafu wachezaji 2 walikuwa eneo la katikati, 6 walikuwa nyuma katika kuhakikisha Esperance de Tunis hauleti madhara kwenye lango lao. Ingawa pamoja na ulinzi huo wakapigiwa mashuti 24, ingawa Esperance de Tunis hakupata bao lolote. Ilikuwa vipi? Katika wale 2 waliokuwa wanaonekana eneo la juu walikuwa ni pamoja na Fuakeng Tadeus, hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na Zumana Simpara ambaye ni mshambuliaji wao kinara, ndiye waliokuwa kwa wastani wako katika nusu ya pili ya uwanja. Lakini katikati kulikuwa na nahodha Mamadou Traore, hakuwa peke yake, alikuwa na Osman Kulibale, anaonekana kama kiungo ushambuliaji akitokea kulia, winga wa kulia, lakini kwenye kucheza kwa wastani alikuwa katikati ya mstari wa uwanja, yeye na nahodha wao Traore. Kwa maana ya sasa huyu ni Osman Kulibali alikuwa kati pamoja na nahodha wao Mamadou Traore. Waliobaki wote kwa wastani walikuwa nyuma ya mstari wakati wa uwanja, ikimaanisha beki wa kushoto Francis Awine, beki wa kulia Abdul Sabul Bode,
kiungo wao mwingine pale kati, na pamoja na mabeki wao wakati akina Ismaila Simpara, lakini vile vile beki wao mwingine huyu Babe Diara. Kwa ujumla wote walikuwa nyuma ya mstari wakati wa uwanja, wakati Esperance de Tunis walikuwa kinyume chake. Walionekana ni 4-3-3 kwenye mfumo wao baada ya golikipa 4-3-3, lakini kwenye kucheza ilikuwa tofauti. Kwa wastani ilikuwa wanaonekana kinyume cha hii formation ya kiuchezaji walionyesha Stade Malien ya baada ya golikipa kuwa na watu 6, 2 kati 2 mbele. Wao walifanya kinyume chake. Baada ya golikipa walikuwa na 2 nyuma, 2 kati, 6 mbele kwa wastani. 6 akina Florian Danyo, akina Kusila Bwalia, Abdrahmane Konate, lakini mwisho wa siku walimiliki zaidi mpira, walifika mara nyingi zaidi kwenye eneo la mwisho la Stade Malien, hawakufunga bao kama nilivyotoka kueleza. Mwisho wa siku ikaisha kwa bila. Maana yake ni nini? Leo hii dhidi ya Simba huenda wakacheza tofauti, lakini wakicheza kama walivyofanya dhidi ya Esperance de Tunis watazidi kuiongezea fursa Simba ya kuweza kufunga mabao. Lakini wakifanya tofauti pia, kwa maana kwamba wao wawe na wachezaji wengi juu, watatenza nafasi ambazo wachezaji wenye kasi wa Simba, tunazungumzia Elimpanzo Kibisawala, tunazungumzia Morris Abraham, tunazungumzia Jasha Hua, Joshua Budongu Tale, Steven Dese Mukwala, Jonathan Soa, wote wanao uwezo wa kwenda kuwadhuru endapo nafasi zitapatikana. Maana wote hao wana kasi, bila kusahau kina Ladak Chasambi, kina Mohamed Bajabar ambaye naye yuko fit. Cha msingi ni Simba kurekebisha kasoro yao ya kutotumia nafasi wanazotengeneza. Vinginevyo kuna kila dalili kwamba leo wazee wa hizi kazi ambao katika michuano ya CAF tangu msimu wa 2018-19 mpaka sasa, Simba kwenye michuano ya CAF wanaposhiriki, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, ni msimu mmoja tu 2019-2020 ambao break ya kwanza haikuwa robo finali. Maana msimu huo walitolewa na UD Songo. Misimu mingine yote, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, Simba kwa uchache huwa wanaishia robo finali. Na msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho walienda mbali zaidi, wakafika finali. Kwenye ligi ya mabingwa mara zote wanaishia robo finali. Ni shirikisho ndilo wamefika finali msimu uliopita 24-25. Sasa msimu huu kwenye mechi hii dhidi ya Stade Malien itaonyesha ishara ya namna ambavyo Simba wanaendelea kufanya kile ambacho hufanya mara zote tangu msimu wa 2018-19, kwamba wao huwa hawaishia hatua ya makundi, bali huanzia hatua ya robo finali. Na msimu huu malengo yao ni walau kufika nusu finali. Hilo litatimizwa kwa kufanya vizuri, ikiwamo mechi ya leo. Mechi bado nyingi za hatua ya makundi, kwa sababu ndio kwanza wamecheza mechi moja, bado mechi 5 ikiwamo ya leo. Hata wakicheza mechi ya leo kwa matokeo yote yale, bado Simba atakuwa na nafasi, kwa sababu kuna mechi nyingine 4 zinawasubiri. Lakini ili kujiweka katika mwenendo mzuri katika kundi lao la D ambalo mpaka sasa liko wazi, kwa sababu anayeongoza ana pointi 4 tu na anayefuatia ana pointi 2 tu, maana yake Simba wanapaswa kushinda leo hii, sababu wanayo uwezo, wanayo, ili kuwapa furaha wana Msimbazi, kuwapa furaha wa Tanzania. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.